Welcome to Lulu Sports Academy YouTube channel, and today tumesuka kikosi vizuri. Mumeishi kutuambia mnaleta wanaume watupu, kina dada wako wapi? Leo ndo hawa tumewaleta. Kikosi tumesuka, tumechanganya vilabu zile hatari sana katika nchi yetu ya Kenya. Hawa wote wanacheza katika Women Premier League, and of course wamekuwa wakifuatilia challenge yetu vizuri sana. Challenge yetu ambayo tulianza hapa season 1, Francis Kahata akachukua vizuri na wapeleke kwa rada vizuri. Halafu season 2 ndio hii hapa. Season 2 tumeweza kumleta the likes of Kamura, AFC Leopards captain, tumeweza kumleta Elias Yeche, Sofapaka captain, na wote hawa wamejaribu. Nikianza tu na Kanyotu najua umekufuatilia challenge yetu. Challenge ya kwanza inakuanga ni ile ya pool. Ukiangalia ile pool iko na point 16. Point 16 ni ball 6 uingize, then ya blue ball iko na point 10. Kanyotu kwa hiyo pool, sababu ushasema majina, washakujua wewe na kujua kama little left footed midfielder. Umejiprepare aje? Nimejiprepare poa, niko ready ku take challenge na ku take all the 16 point. Good. Kwa ile pool. Yeah. Good. Alafu tuko naye Apondi kutoka Makolanders. Apondi ni kuleta tu vizuri. Season 1 tuliweza kuwaleta wachezaji hapa wa kutoka timu yako ambaye alikuwa ni Shikaya na Lucy Njeri, na waliweza kufanya vizuri sana kwa ile season 1. Je, season 2 unawakilisha ama umejiprepare vipi? Season 2 nataka kumaliwaliachia mimi niendeleze. Good. Yeah. Ukiangalia kwa hizi challenge tatu Lavenda, tuko na hiyo ya pool jinsi nimemweleza Kanyotu, tuko na ile ya the smallest goal in the world. Ile ni ball inatoshea tu hapo peke yake, 100% ground ball. Wewe mwenyewe ni challenge gani? Na ya tatu ni ile ya kufunga macho na kupiga bao kwa ile post kubwa. Kwa hizo tatu gani unaona wewe utaweza kuchukua point mingi? Hiyo post ndogo hiyo ya kufunga hiyo. Ile post dogo yenyewe. Najiamini. Concentration tu. Good. Lavenda, Lavenda naye pia hapo captain Zitek University. Lavenda, tukiongea tu kidogo kuhusu Zitek, tuambie unafanya course gani pale Zitek? Wewe ni captain ambaye tunakujua umecheza vizuri sana na timu yenu imekuwa nzuri kabisa msimu ambao umepita. Tuambie wewe kama captain, kwanza umejiprepareaje katika challenge? Okay. Nimejiprepare kuja kusaidia timu yangu kazi Zitek, pia si tujulikane tunaweza hii challenge. Good. Kumbuka ni Zitek Sparks ambao wanacheza pia katika Women Premier League. Na tuambie tu mwenye anatizama pale, mulimaliza namba ngapi Zitek? Okay, last season tulimaliza namba 8. Na tulijaribu kulingana na yenye tulipiga last time. Tulikuwa chini kidogo, but this time tumekame up kupigania namba ya juu kuanzia namba 4 kupanda. Good. Kwa hivyo coach wangu Bernard Kitolo, kikosi amesuka vizuri. Season yenye inakuja mtaweza kutamba vizuri Kabisa. Good. Nimlete ndani pia Stella Ahono ambaye pia ni mchezaji, ni goalkeeper mahili pale katika Zitek University, and of course anacheza Harambee Starlet ya coach wangu pale Devi. Tuambie kwanza Zitek, alafu uguzie kidogo ukiwa national team, how do you feel? Ukiwa national team una feel kwa sababu una represent team yako, yes. Una represent country na una represent team zote zenye zinacheza Kenya. Good. Stella, wewe ni goalkeeper. Nakumbuka goalkeeper ndiye kwangu mimi kama coach ndiye the hardest position kwa ile kiwanja, kwa sababu any mistake from the goalkeeper then the entire 11 players wanakuwa wamemess up. How do you feel? What is the confidence that you have to ensure that you keep on shining as a goalkeeper? Confidence yenye niko nayo inafaa ikuwe, kama ni mbaya sana ni 90%, kwa sababu 80% iko 50-50. Yes. Ukimess up timu inakuangalia wewe, kwa sababu kwa field goalkeeper anachukua 50%. Yes. Alafu hii 50% ingine ndio hao wachezaji wengine wana distribute. Sasa goalkeeper ukimess up utaleta shida. Alafu sasa communication, kujiamini tu. Kabisa ni kujiamini. Tukichanganya football na masomo, sababu wewe unasoma pale Zitek na pia wewe ni footballer. How are you able to juggle masomo na kiwanja? Okay. Inalingana na timetable yangu. Yes. Kani niko na class kuanzia asubuhi mpaka kitu saa 6 hapo, na training ni jioni, ndapata chance ya kwenda zoezi. Yes. Na nikikosa
kuenda jioni zoezi na asubuhi sina class. Naweza amka asubuhi maybe niende ni train na maboy kwa wako na zoezi. Hiyo ndio inanipea motisha pia niendelee kusoma na nicheze football. Good, tunaendelea kusoma na tucheze football. Zitech University kubuka ndio wadhamini wakuu katika hii challenge yetu, na Zitech University ni one of the best online universities, and of course intake yao ya September inaendelea. Nakumbuka Lavenda ametuambia mchezaji, masomo inaenda vizuri sana, na pia hapa tuna sanitize especially vile mmezungusha hiyo mic, nataka wa sanitizer kutoka Unique Fashion Shop ambao ni duka ya kuuza vitu za fashion, wako pale Ruiru Town, na ukiwataka sana sana nyinyi mademu wanauza vitu vizuri sana za mademu Kwa hivyo tukitembea hapo Ruiru Town tupitie Unique Fashion Shop. Of course tutasanitize ndio tuweze kuingia sasa kwa challenge yetu ya kwanza. Pitisha tu hapo sanitize, pitisha hapo tu sanitize, alafu tunaingia kwa challenge yetu ya kwanza. Wewe mtazamaji unatuangalia, mmewasema Zitech, mkasema Macoladas, mkasema Gaspo. Mimi ni kocha tu, mimi ni kusuka kikosi, mimi ni kuwapeleka pale, kuwapatia instruction, nao ni kufanya mambo, au sio? Challenge 1, twende. Mnakaa mmetense bana. Good. Tunaingia kwa challenge yetu ya kwanza ambayo ni soccer pool challenge. Na hii challenge mimi wapeleka wachezaji wangu na instruction rahisi sana. Kwa hivyo wachezaji Kanyotu, Lavenda, Stella, Anna, munisikize vizuri sana Hii ball ni white ball. Hii ball ndo tunatumia kuingiza zingine. So inamaanisha una hit hii ball, ina hit hiyo nyingine, unatafuta the target. Goli ni ngapi? Goli ni 6. Kwa hivyo uko na more options. Good. Then we have the blue ball ama the black ball. The blue ball inabeba point 10. Lakini ili hii point 10 upate, lazima uingize hizo zingine 6 kwanza. Hii ikiingia kabla zingine ziingie, then tunakupatia 0. Ilimfanyikia Philomen Otieno ambaye anacheza pale Gor Mahia, super defender wa Harambee Stars. Ilimfanyikia hapa akapata 0. Kwa hivyo si rahisi. Na pia inawezekana sababu the highest scorer on this soccer pool ni Wycliffe Opondo. Amecheza pale Thika United na pia akachezea Kakamega Homeboys. Aliweza kupiga zote 6 na akapiga the blue ball ikaingia. Kumaanisha inawezekana. Na Kanyotu walianza na kutuambia what a man can do, a woman can do better. Sasa ni nani anataka kuanza? Nani anataka kuanza? Musitense bana. Wanasema sababu Zitech wako wawili, Zitech mmoja tu mtume ndani. Sasa ni Zitech mgani? Captain huyo. Captain ukiwa hapo ndani unataka balls gani? Yellow ama green? Yellow. Kwa hivyo mimi na wengine tunakutolea green. Okay? Alafu mimi nakupangia hizo yellow, tunaanza. Good. Safi, green tunazitoa nje, tunaziweka tu karibu hapa. Jisaik hapo captain. Wewe kidogo hapo. Watch attention wewe captain. Captain ukiwa ready. Jacob tuko sawa? Sos tuko sawa? Good. The game begins in 3, 2, 1. Good. Hai bana, hata msimusaika hata kidogo. Mumesema mnamsaika bana. Kapi. Kapi usivute. Kapi, ball penye iko unachezea hapo. Sawa? Penye ball ya white inasimama unachezea hapo. Good. Unaweza. Malizana nayo. Good. Karibu. Karibu blue nje. Hata ajiendee ball. Kipa mwambie sekunde ni weka kwa ile line ya white. Haya, endelea. Play. Good. Safi. Ikiingia unaweka kwa line ya white penye tulianzia, then unaanza. 40 seconds gone, captain. None of the ball is in. Play. Good. Kapi. Ingiza hiyo Kapi. 10 seconds to go. 8. Kapi. Kapi. 2, 3, 1-0. Good, tumklapie. Hiyo challenge imekuwa very tricky kwa sababu time nilianza nilijua ndaingiza balls mob, but
Kwa kukuwa mtu wa kwanza that challenge nilikuwa na wasiwasi kidogo. Nilikuwa nataka nikuwe at least top, but time nayo ilikuwa inasonga, so nilikama nimeingiza ball 2 peke yake. I was the second one, and nikiangalia venye alianza nililearn vitu mob hapo. Cause akianza first of all alikuwa na fear and concentration yake pia ilikuwa low, so pia speed yake ilikuwa slow, and that's why nilikuwa nafikiria, mimi nilikuwa on my thought, nilikuwa nafikiria nikiingia hapo I'll try and do better, but it's not easy. 2, 1. Anu unaweza. Anu usitende. Angalia bole ya white simame, cheza good. Hiyo iko ndani yani. Mwambie sekunde ngapi hapa captain. Ngapi zimeenda? 40 seconds go nan. Anu subute, yani kisimama hapo. Kisimama unatembea kule hiyo. Good Anu unaweza. 10 seconds remaining on. Good. Play. 5 seconds. Hey, kitu unapeleka pale. 3, 2, 1, 0. Good. Noma. Good. Lavenda alianza slow, then akakuwa accuracy yake yuko poa, nikajua nikiingia accuracy yangu ndio ndawakia accuracy yangu na pia timing yangu sub 1 minute. Then Ana akaingia akaimprove timing yake, then akakuwa ako fast. Kiingia nita improve on hizo timing na kila kitu, concentration na speed work yangu. 3, 2, 1. Hey, seconds gone. 30 seconds gone. Good. Peleka white ball kule. Good. Ndio usimchukulie. 40 seconds gone Kanyotu. Play. 4, 3, 2, 1, 0. Good. Safi. Wa kwanza alifika akapanga kama ametulia, akajiset, kapiga, nikaona ametulia. Sasa hapo nililearn kutulia, kujiamini, kutulia. Wa pili akaingia na psych, kapanga, kapiga, ikienda nje nafuata mbio, nikajua hapo ni action mbio. Watatu akapiga, mindset yake ilikuwa high, alafu confidence na accuracy. So mimi nikiingia na yani chenye nimeona wakifanya right wote watatu, najaribu kucombine. Take your time. Ukiwa ready. The game begins in 3, 2, 1. Good. Ikiingia kawaida. Safi. Ulu ikiingia shauri yako. Kabla kweli hapa. Hey, hey. Tela aje. 5 seconds good. Hey. Tela. Good. Unapewa hit hapa. Itafanyikaje Stella? Good. Hey. Itakuwaje? Good ishaingia Stella. Hiyo sirudi nyuma tena hivi. 10 seconds to go. Stella. Tena hivi. 5 seconds to go. 4, 3, 2, 1, 0. Fanya challenge yetu ya kwanza, tunaingia kwa challenge yetu ya pili. Msikuwe na tension Sasa si uoga imeisha. Imeisha. Good. Sawa. Hii tunaondolewa, then tunaingia kwa challenge yetu ya pili. Safi. Action. Good. Mtazamaji, tunaingia kwa challenge yetu ya pili. Challenge ambayo ni the smallest goal in the world. Na challenge ya pili ni rahisi sana. Mimi nitawapeleka through wachezaji wangu. Mkiwa hapo tu. Geukeni hapa muangalie. Good. Hili the smallest goal in the world, and of course ball hapa inatoshea hapa 100% ground ball. Kanyotu ukipiga tu nje kidogo out, chuma nje kidogo
Ikiinuka tu juu kidogo, then inakuwa iko nje. Kumaanisha hapa tuna test your 100% accuracy. Good? So lazima ball ipitie chini ya 100%, then ingie kwa post. Every goal iko na 5 points. Every ball unapiga ingie ndani 5 points. Nani anaanza? Nani anaanza? Wasiwasi tena hii aje. Wasiwasi tena aje. Haya, wale hatuanzi, tukue hii side hapa. Good. Balls ni 3 hapo. Good. Balls ni 3. 10 yards. Ishapimwa hapo. Ball karibisha tu ball yako hapo. Good. Every ball 5 points. Inamaanisha nini? Ukiingiza ball zote 3, 15 points. Plus 1, 16. Good. Safi. Hii haina time. Wewe ndio unajimanage time. Good. Stella, ukiwa ready, play. Design gani ya kusukuma boli? Stella, take your time. Goli hilo weka hapo ndani. Nikuleta tu ndani vizuri Stella. Kuna watu wawili washaingiza hapo ndani. Kumaanisha it's very very possible. Hapo ndani zinaingia. Good. Play. Good. Bole ya mwisho hiyo. Bole ya mwisho hiyo. Play. Hey. 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 Safi Stella. Good. Who's the second? Stella started and akianza alianza fiti. I think too it's luck. Hiyo naweza sema luck and pia a matter of accuracy. So alipiga kaa 2, ya kwanza na ya pili ilikuwa iko tu sawa, but ya kwanza ilikuwa hakuweka nguvu. Ya pili alitoa nje. So nikabelieve nikiwa nje nilikuwa naona like if nikistay focused na ni concentrate I'll do it. Toa pili Ann. Ann, Makolandas wote wachezaji wanakuangalia, makocha, dunia nzima wanakuangalia kama unaweza funga hii goli dogo. Nikulete tu vizuri. Hapa Osborne Mande. Osborne Mande anacheza Tusker. Aliweza kufunga bao. Hapo ndani Eli Asieche, captain Sofapaka, alipiga bao. Ronald Okoth, yule ni mchezaji pale pia Sofapaka, striker, nafunga mabao sana. Tukilaunch pale aliweza kupiga bao. Kumaanisha is very very possible. And take your time. Breathe in and out. Nipe bao. Good. Twende. Anuyo, bado. Nipe. Acha nikuondolee hiyo. Good. Nipe bao. Unaweza nipe. Almost there. Bole ya 3. Acha ni noma. Nipe bao Ann. Inawezekana. Yani 98%. Only 2%. Ingepiga bao. Good. Safi. Nililan juu vile niliona Stella alikuwa anatoka mbali na hiyo ball, unafaa kukua karibu na hiyo ball, then una push kidogo au weki pressure. So time Ann alicheza pia yeye nikaona amekosa, nikasema hiyo aim yenye niko nayo ndio naenda nayo hapo. Nilikuwa nimesha plan sitaenda kuweka nguvu, then sitakaa long distance na ball, nitakuwa karibu, then I'll just push the ball. Zitek University nzima yote namtegemea huyu captain. Good. Tupe bao captain. Perfect. Good ball. Safi yo. 5 points kwake.
Nipe bao nyingine. Nipe. Yawezekana. Captain, ngoja kwa hiyo captain. Yaani captain, angalia ni makuu captain. Ukipiga hii bao utakuwa mchezaji wa kwanza kwa hii challenge kunipa bao 2. Take your time, breathe in. Utakuwa mwapiku wote akina Osborne Mande, Elias Sete, Robinson Kamura, wote watakuwa chini. Nipe bao. Nipe bao hiyo. Twende. Simba. Stella timing yake ilikuwa poor na accuracy yake pia hakuwa 100. Ana alijaribu sana accuracy, akapiga at least chuma 2. Hiyo ni kumaanisha alikuwa at least 99 ama 98% ya kufunga. Then ya mwisho akaweza kupiga nje. Sasa kwa Lavi aliweza kunichanua. Kwa hiyo line aliweka mguu moja, then akapiga ikakuwa moja ikaingia. Nikaiba siri hapo sasa. Kanyotu, Gaspo FC. Timu nzima hapa ya Gaspo imewakilishwa hapa vizuri. Sasa wewe unatumia miguu yote miwili. Amua mguu ambao utatumia kunipa bao. Take your time. Nipe bao. Bao hiyo. Bao hiyo. Kanyotu, Gaspo. Perfect. Kanyotu, si unaweza nipa 2? Uliniambia what a man can do. Can do better. Safi, nipe bao 2. Actually nipe 3 sababu ball ziko za kucheza. Safi. Kanyotu unaweza. Sawa. Nipe ya 3 hiyo. Nipe ya 3 ya mwisho. Nipe bao 2. Tuwe Kanyotu, inawezekana. Safi. Take your time. Breathe in, out. Good. Safi. Nipe bao. Sawa. Well done. Well done. Good. Safi. Msikuwe na pressure. Tunaingia ya mwisho. Hii junyini wa deadly nitawafunga macho. Sababu nikiwaachia mfunge ile goli lote, surely mtashindwa. Hamwezi shindwa. Nyinyi ni masuperstar. Premier League, kucheza Premier League si rahisi. Sio Kanyotu. Kumaanisha kama umefika hapo wewe ni mdudu. Kwa hivyo nitawafunga macho kidogo, ni wanyime vision, tuone kama sasa ball inaweza feel mguu. You don't see, you just feel the ball. Okay? Kanyotu. Unaka umetense kwa hiyo ama ni aje? Nani anaanza hiyo challenge? Nani anaanza? Mwenye alianza? Mbona mna set Stella? Mbona mna mseti? Sasa mwenye alimaliza ndio aanze. Ndio aanze basi. Haya, good. Hii nitawapeleka 20 yards. Hizi zilikuwa 10 yards. So nawapeleka 20 yards pale, tunapepeta ball. Tunapepeta mara 3 peke yake. 1 2 3. Unaweza amua mguu mmoja, miguu miwili, pepeta 3. Ya 4 unanipa bao pale. Challenge ya 3 nilikuwa na uoga sababu mimi ndo naanza, sijui anything yenye ina happen. So mimi ndo wa kwanza nafungua like hiyo challenge. So nilianza kwanza kuangalia post na place pale nimekaa na ball, then nikafungua macho. Kanyotu. Kauli kitu. Inaitwa ulimwengu wa giza. Inaitwa ulimwengu wa giza Kanyotu. Kanyotu nakupatia 2 chances kwa hiyo ball. Lakini ukipiga bao tunaenda kwa ile ball ya Ann. Ukipiga bao pia tunaenda kwa ile ball ya Stella tunamaliza. Good? If you are ready, pepeta, nipe bao. Nakumbuka post kwenye ilikuwa? Safi. Najua unaweza Kanyotu, twende. Two, three. Hey! Hey!
Bado nampatia nyingine. Bado nampa chance nyingine moja. Kanyotu umeweza hapo. Kanyotu unaweza. Nimeona vile unapiga hapa tutatoka na bao 6. Wacha nikupe ball. Hii ni ball ya kwanza, chance ya pili. Sawa? Haya. Kanyotu pepeta. Nipe bao. Si rahisi. Isianguke, wapepetee tena hapo. Good. Boyo. Good. Boyo. Good. Hey. Kanyotu, unaona ama uone? Wacha nimkaze tena. Unajua mashabiki hapa wanasema Kanyotu, wacha nimkaze tena kuhakikisha. Ndio hiyo nimekaza kuhakikisha. Bora anapumua. Unapumua kabisa. Kabisa. Good. Safi. Bole ya pili hiyo. Twende, tupe bao hata 3. Good. Pepeda tena. Mara ya pili. Twende hapo. Ndio hiyo. Piga. Ya. Bole ya 3 hiyo iko na Stella hapo. Stella mpe ball. Twende, iko hapo. Aje. Mara ya mwisho hiyo. Tupe bao ya pili. Twende. Good one. Good try. Concentration ilikuwa juu na accuracy yangu. Nikaweza kuchukua ball ya kwanza, nikapepeta poa, alafu nikafunga. Then hizi zingine nika try tu, then nikaweza kupata 2-1. Atuambie kama anaona. Unaona kitu? Tela, time ni yako. Chukua ball. Pepeta 3 nipe bao. Twende. Unaweza Stella. Twende, nakupa chance nyingine. Bado 3. Lazima upepete mara 3. Safi. The last chance Stella. Good. Twende. Sawa Stella, si mbaya. Mimi ndio nilikuwa wa pili. Nimeingia. Nikiingia nilijua hata mimi nitapiga moja, lakini haikuingia. Unaona kitu? Wacha nihakikishe hauoni. Boli hapa. Good. Twende. Pepeta mara 3 nipe bao. Mpe boli ya pili hapo. Kanyotu, mpe boli ya pili. Watu hawaoni. Haya. Nipe. Imeanguka tena. Nipe ya mwisho. Nikiangalia na Kanyotu, I think it was easy cause on a side alikuwa akijuggle that ball easily.
So I knew me mpaka nilimuenjoy anaona ball. Kaniambia aoni kitu, but na thanks na namcongratulate sana kwa sababu insight yake na feeling yake ilikuwa top sana. So ilikuwa challenge. Ustense. Inawezekana au sio? Nikikukaza sana sema. Iko sawa? Iko sawa? Ball ya kwanza, first attempt. Chukua ball, pepeta mara 3, nipe bao. Twende. Hey, captain. 3 times. Lazima upepete 3 times. Second attempt, captain. Nipe bao, unaweza. Ya mwisho. Ya mwisho hapo. Ya mwisho. Twende captain. 2. Si mbaya. Niliona Kanyotu anapepeta 3. Wa pili ndio huyo akaanza kupepeta 1, wa 3 ndio akaanza kupepeta 1. Sasa nilikuwa na wasiwasi mimi yangu ikifika ndafanya nini. But vile nilikuja pia mimi nilikuwa napepeta tu 2, 1. But at the end usi give up. Next challenge itakuja kufanya the right thing then practice. Good. Tumefanya challenge yetu ya 3 na ya mwisho ambao kwa kweli imewalemea wachezaji wangu hapa, lakini Kanyotu at least ametupatia bao mzuri sana. Before tuendelee, tumeguzaguza ile ball sana, na hapa tuko na sanitizer kutoka Unique Fashion Shop. Tulisema unaweza wapata pale Ruiru Town, wako na duka ya manguo both men and ladies, na wasichana wangu hapo wamenipromise watapitia hapo wapate fashion. Acha kwanza tu sanitize kabla tuendelee. Unajua hiyo ball kuna vile imewaguzaguza hapo, si ndio? Good. Tunasema asante sana. Kumbuka RSA Challenge imeletwa kwako na Zetech University. Zetech University is one of the best institutions, and of course mmeweza kujionea wachezaji wao hapa. Hawa wawili wanacheza katika Zetech Sparks ambao wako katika Women Premier League. Kumbuka Zetech pia wako na timu ya wanaume ambayo inacheza katika National Division 1, Zetech Titans, and of course is one of the best universities online. Kumbuka September intake inaendelea kabisa. Wachezaji wangu wote wazuri hapa, nashukuru sana kwenu kwa kuja. Na sasa niko na hampers ama gift za hawa Gaspo and Marco Landers FC. Nimelearn a lot sana about focus, concentration, kila kitu tuna need kwa game, vitu kama hizo, na accuracy pia. Yeah. Kitu nimelearn ni ukiingia pitch, focus na aim yenye uko nayo ndani ya hiyo pitch unafaa kuweka 100% juu chance inakujanga mara moja, na ukiitumia vizuri obvious itakupea matunda. Okay, kwa wachezaji wote nilikuwa naofia sana Kanyotu juu pia ana uzoefu, ana experience, and pia anakuanga very smart in focusing, accuracy yake inakuanga sawa. What I've learned today is that it's like in life, always stay focused, concentration and time. Nimelearn at least kuamsha mind. Umejua tulikuwa corona ilikuwa imetukeep down. Sasa at least hii kualikwa hapa imenisaidia, at least mind yangu imeamka. Hiyo challenge imeniamsha, then nimelearn kujiamini kila kitu yenye unafanya, alafu kila kitu yenye unataka kufanya take time, kwa sababu inaweza kucost, yani italeta effect either bad ama good. Iko hapa. Hii ni diary, ni yako. Unaweza kuwa unaandika notes. Safi. Good. Nipe hii ya Kanyotu. Kanyotu tu Gaspo huyo. Good. Tumeshika vizuri? Safi. Good.
Safi. Good. Kwa wote ambao mmetazama challenge yetu ya leo, tutasema asante sana. Remember to share the video, subscribe to our channel for more and more videos. We are going to bring you your favorite players. Ensure you comment hapo chini. Tuambie ni mchezaji mgani ungetaka tumlete hapa. Thank you for watching and may God bless you.